Tayib, tunasema kwamba nususi tulizozitaja na nyingine zitakazofuatia zinaonyesha uwajibu wa sisi kuifuata njia ya as-salaf katika kufahamu Qur'an na kufahamu sunna, kadhalika kutanguliza ufahamu wao juu ya mambo yote ya dini madogo na makubwa. Tuna wajibu wa kufanya hivyo. Wa aqrabu sabili, tunaendelea na maneno kule ya pale nyuma ambayo tunasema kwamba wakasimama baadhi ya watu kwa hamasa, ima ni mmoja mmoja au makundi makundi, wakasimama katika kutaka kurudisha umma wa Kiislamu katika utukufu, na wakaanzisha katika hilo makundi mengi. Sasa tunawaambia wa aqrabu sabili lahum lilislahi, na njia iliyo karibu zaidi kwa wao kwa ajili ya kutaka kutengeneza, wa aqwamuha, na njia iliyokuwa imenyoka zaidi, wa huwa atwaluha, nayo ndio njia iliyo ndefu, wa shaquha, na iliyo ngumu, binisbatin lahum, kwa wao, huwa tariqul anbiya wal mursalin, ni njia waliopita anbiya na mursalin. Hao waliosimama kwa ajili ya kutaka kuleta mwamko katika safu za Waislamu, njia iliyo karibu zaidi kwa wao ya kupita na njia islahi ni njia waliopita mitume anbiya na mursalun. Ala wa huwa manhaju islahi qulubi alibad, nayo ndiyo njia ya kutengeneza nyoyo za watu, bitahqiq alubudiyyati lillahi wahda, kwa lengo la kutaka kuhakikisha na kuthibitisha na kusimamisha utumwa wa mja kwa Allah peke yake, kabla islahi. Hapo pana kikosa cha uandishi, imeunganishwa islahi na hamza, ikasomeka kama vile inasomeka islaha, sawa sawa, lakini itenganishwe islahi aqwa, islahi ahwali. Kwa hiyo hai iko peke yake, si ya kuunganishwa, itakana irekebishwe hapo. Kabla islahi ahwali albilad, kabla ya kuzitengeneza hali za miji. Tunasema manhaji ya mitume anbiya na mursalin alayhimus salatu wassalam ni kuzitengeneza nyoyo za waja kwa kuthibitisha na kuhakikisha kwamba uja na uchamungu na utumwa uwe ni kwa Allah peke yake tabaraka wa taala, kabla ya kwenda mbio kutengeneza hali za miji. Hali za miji ni zipi? Ni kwamba kabla ya kutaka kuleta neema, kuondosha umaskini, kuondosha hali ya njaa, kuondosha hali kadha, kama vile wanavyolingania wanasiasa. Maana wanasiasa wanalingania kwenye matonge, barabara mbovu tusikubali, hakuna madaraja, uchumi umekuwa dhaifu, hakuna matibabu. Sasa kabla ya dai wa Kiislamu analingania njia sawa sawa, kabla hajalingania kwenye hilo, anatakikana kwanza alinganie kwenye kuzitengeneza nyoyo za waja. Tunaelewana? Hiyo ndiyo njia waliopita mitume. Kwa nini? Tunasema lianna fasada alqulubi, kwa sababu kuharibika nyoyo, fasadu alibadi walbilad, ndiyo kuharibika kwa miji, kuharibika kwa waja na miji. Nyoyo zikishakuwa zimeharibika, watu watakuwa wameharibika na miji itakuwa imeharibika. Kwa maana mathalani watu ikiwa nyoyo zao haziko katika tauhid, ina maana miji itakuwa, watu watakuwa ni washirikina na miji itakuwa ni miji ya kishirikina. Ikiwa nyoyo za watu haziko katika sunna, katika tauhid, katika kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina maana nyoyo zitakuwa ziko katika bid'a na miji, na watu watakuwa katika bid'a na miji itakuwa katika bid'a. Nyoyo za watu zikiwa haziko katika hali ya rahma na mawadda na ulfa baina yao, watu wakawa wanapendana na wanahurumiana, itadhihiri hasad, bughdha, chuki, kujipendelea na ufisadi mwingi ambao unaweza kujitokeza katika mujtamaa. Kadhalika farqa na mapigano yasiyokuwa ya msingi. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zilishaharibika. Kwa hiyo tunasema fasadul qulubi, kuharibika kwa nyoyo, fasadu alibadi walbilad, ndio uharibifu wa miji, uharibifu wa watu na miji.
wasalahuha salahul ibadi wal bilad, na kusilihi na kuwa nzuri nyoyo ndio uzuri wa nini, ndio utapatikana uzuri wa watu na miji. Nyoyo zikiwa njema, watu wanapendeleana khairi, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Watu wakiwa wanapendeleana hivyo, hakuna atakayelala njaa, hakuna atakayelalamia umaskini. Khairati za watu zitakuwa zikiwa ni za public, za watu wote, basi khairi zitafika kwa watu wote. Lakini ikiwa kinyume cha hivyo, nyoyo zitakapokuwa mbaya, basi miji itakuwa mibaya. Na bila shaka imani ya kweli na Uislamu ulio sahihi ukiwa umepandikizwa katika nyoyo za watu, itikadi iliyo sahihi ikiwa imejaa kwenye nyoyo za watu, bila shaka watu watakuwa wazuri na miji itakuwa mizuri. Qala sallallahu alayhi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu. Hadithi maarufu tunaikariri mara kwa mara, hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahabi aljalil النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يعني هو وأبوه. نعمان بن بشير رضي الله عنهما ametuelezea hadithi kwa urefu mpaka kufikia hapa kwamba kwa hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, kuna kijimnofu ndani ya kiwiliwili. Kijimnofu hiki kikiwa kizuri, basi mwili wote unakuwa mzuri. Kijinofu hiki kikiwa kibaya, mwili wote nao unakuwa mbaya. Na kijinofu chenyewe ni moyo. Sasa moyo unatengenezwa vipi? Moyo unatengenezwa kwa akida, kwa mtu kufahamishwa ni nani Mola wake al-Ma'bud al-Khaliq, ni nani na haki zake ni zipi, ni ipi haki yake mja kwa Mola wake na haki ya mja Allah kwa mja wake. Akamtambua Mola wake ukweli wa kumtambua, biasmaihi wa sifatihi al-ula, kumtambua Allah kwa majina yake na sifa zake, na tahqiqu al-ubudiyyah lillahi wahda. kadhalika ittiba'u ar-rusul au rasulihi, kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bila shaka kutengeneza moyo ukaiva katika mazingira hayo ndiyo kazi waliotumwa nayo mitume, na ndiyo da'wa ya mitume. Halafu kisha inakuja katika mambo ya kidunia na mambo ya muamalati. Lakini nyoyo zikishakuwa na makovu na madonda, basi matendo yetu vile vile yatakuwa hivyo hivyo, hawezi kunyooka. Moyo ukiwa umepinda, moyo utakapokuwa ni mughlaq, moyo utakapokuwa ni muswad, umezungukwa na giza, una dhalam, bila shaka matendo ya mwanadamu yote yatakuwa ni dhulma juu yake dhulma, dhulmatun ba'daha fawqa ba'd. Hivi ndio hali halisi ilivyo. Kwa hiyo ni lazima watu watengenezwe nyoyo zao, na bila shaka ni kwa da'watu rusul. Na ndio maana tutakana vile vile tuziunganishe nyoyo zetu, yani da'wa ya umoja tutakaulingania sisi kama walivyokuwa kilingania mitume, walikuwa wakilingania katika kuziunganisha nyoyo kwa Allah katika tauhidi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiunganisha watu wote kwa tauhidi na sunna, na ndio maana ya hablu wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni sawa sawa kwenye kamba ya Allah nyote. Kamba, shikamaneni kwenye kamba. Haikuambiwa tu wa'tasimu jami'an wala tafarraku, shikamaneni nyote wala msifarikiane, bali shikamaneni kwenye nini? Kwenye kamba. Kamba ya nani? Kamba ya Allah, ni hablullah. Kwa hiyo tukishikamana kamba ya Allah tabaraka wa taala, basi nyoyo za watu zitaungana zenyewe. Na juhudi hiyo haiwezi ikathibitika au ikapatikana ila kwa da'wa ya kulingania kwenye tauhid. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, kama ilivyokuja katika suratu Al-Anfal aya 63 kuanzia 62 na 63. Kusoma katika suratu Al-Anfal utakuta anayefanya kazi ya kuziunganisha nyoyo na watu kupendana ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Sema wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah
huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah alafa baynahum innahu azizun hakim. Allah tabaraka wa taala asema ikiwa makafiri hao washirikina wanataka kufanyia hadaa wewe, basi wewe tosha yako anayekukinga wewe ni Allah. Yeye ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake, na akakupa waumini akakukusanyia pamoja, ikawa hawa wanashirikiana na wewe pamoja. Mnaliwazana katika masala ya kuliwazana, mnapongezana katika masala ya kupongezana, mnapeana ushirikiano katika raha na tabu. Allah tabaraka wa taala akakusanyia waumini. Wa alafa baina qulubihim, na isitoshe akaunganisha Allah baina ya nyoyo zao, zikawa nyoyo zao ni kitu kimoja. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, law kwamba wewe ungetoa vilivyomo katika ardhi vyote, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Walakin Allah alaf bainahum, lakini Allah ameunganisha baina yao. Kwa nini? Innahu azizun hakim, kwa sababu yeye ni azizi, ni mwenye nguvu, mwenye kushinda, aliye na hikma. Kwa hiyo sisi tukiziunganisha nyoyo za watu kwa Allah tabaraka wa taala, yani tukiwalingania watu kwa Allah, basi nyoyo zile zitaungana zote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini si dawa ya mitume kuwaambia watu tuungane hivyo hivyo, makafiri wako dhidi yetu, tuweni kitu kimoja, tushikamane. Na huku huangalii tofauti ya nyoyo zao, huja zitengeneza nyoyo zao zikawa pamoja, yani huja lingania kwa Allah pamoja. Yule ana itikadi yake ya kuburi, sufi kuburi, yule rafidhiyun ghali yaghlu fi rafidhiyatihi fi tashayyu'ihi, huyu ni mtu rafidhi shia, anawatukana masahaba na kuwakufurisha, anawanyanyua maimamu juu ya manzila ya mitume al-mursalin, kama anavyosema Khomeini, wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Khomeini afikie kusema kwamba kwa hakika katika itikadi zetu za lazima za Shia na Sharia ni kwamba maimamu wetu sisi wana daraja ambayo haiwezi ikafikiwa na malaika walio karibu na Allah walikurubishwa, wala mitume waliotumwa. Wakafanya istithna katika maneno mengine isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hiyo ndio itikadi yao. Kwa hiyo ukakusanya hao, ukakusanya na wengineo katika masufi ambao wana itikadi ya kufru ya hululi na wahdatul wujud, kama kina Ibn Arabi, kina Ibn al-Farid, kina Ibn Sabi'in, kina Ibn Sina, kina Ibn al-Farabi na wengineo, ukaona wote hao kitu kimoja. Bila shaka hadha naw'un min ad-dhalal. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hashr akawafanyia dhammun dhalil mayahudi aliposemaje? tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, utawadhania wao ni kitu kimoja wakikaa katika mikusanyiko yao, kama wataswali mathalani swala ya Ijumaa au swala ya Idi au katika maandamano yao au kwenye makongamano yao, utadhani wote kitu kimoja. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wao ni kitu kimoja lakini nyoyo zao ziko tofauti. dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, kwa sababu wao ni watu wasio na akili. Kwa hiyo huu ndio umoja feki usio na maana yoyote, ni umoja wa Kiyahudi. Leo ukimuuliza wewe semaje kuhusu Allah tabaraka wa taala, iko wapi Mola wako? Akwambia Mola wangu yuko kokote. Je, wewe sasa Mwenyezi Mungu Mola wangu yuko juu ya arshi? Wewe kila mmoja na itikadi yake. Hapana, itikadi itakana wewe moja, na ndio da'watur rusul. Na ikitengenezwa nyoyo, basi miji itatengenezeka. Kwa hiyo huo ndio muhimmatur rusul, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma mitume kwa ajili ya kutengeneza nyoyo. Ndio kazi waliochaguliwa nayo mitume, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas yastafi. Allah anachagua
na anawachagua watu ambao wamekingwa, anawakinga na makosa, wenye wasifu maalum kwa ajili ya kazi ya kutengeneza nyoyo za watu. Wayuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ili wafundishe kitabu na hikma na awasafishe. Ndio kazi ya mitume na ndio kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kazi ya kutengeneza mabarabara, kutengeneza majengo na vitu gani, hizo ni kazi za mainjinia, ni kazi za mainjinia, wala hawahitaji kuwa wao ni maasumuni, kwa sababu kutengeneza mwanadamu ni jambo zito. Sasa yoyote anayetaka kupita dawa ya islahi kama walivyopita mitume kina Shuaib, kina Nuh, kina Shuaib na kina Hud, ama anasema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wama uridu illa al-islaha mastata'tu, kwa islah, na islahi yenyewe ni kwamba ma lakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi Mungu mwingine asiyekuwa yeye. Kwa hiyo tunasema kwamba فبتغيير القلوب من الشرك إلى التوحيد, kuzibadilisha nyoyo kutoka kwenye shirki kuzipeleka kwenye tauhid. Na bila shaka miji mingi ya pwani na miji mingi hii ya Kiislamu inatokota ushirikina wa kuabudu mizimu, shirki ya kuabudu makaburi, shirki ya kuabudu ibadi, kuabudu watu. Bila shaka hili linafahamika. Kwa hiyo kulingania katika hili, kubadilisha nyoyo za watu kutoka kwenye ushirikina kupelekwa katika tauhid. Wa min albid'i ila sunna, na kutoa katika bid'a kupeleka katika sunna. Watu wamebobea katika masala ambayo sio yaliyofundishwa, sio Uislamu alioleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watolewe kule, warudishwe katika haki. Yughayyiru Allahu al-ibada wal bilada, tukifanya hivyo Allah atawabadilisha waja na atabadilisha miji. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa taala, dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Suratu al-Anfal aya 53. Na ni kwamba Allah hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote ambayo amewaneemesha nayo watu. Yani watu wako kwenye neema, katika raha, wako katika amani, vyakula vinaletwa kutoka kila upande, hakuna hofu, hakuna njaa, yani amani kabisa. Neema hii haiwezi ikaondoka hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wayabadilishe yaliyomo kwenye nyoyo zao. Ikiwa watu tambadilikia Allah kwa kuikufuru neema aliyowaletea, basi Allah naye atabadilisha, ataiondoa neema ile. Idha kunta fi ni'matin فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. hiyo neema haiwezi ikaondoka mpaka watu wabadilike. Wa anna Allah sami'un alim, na kwamba Allah ni msikivu mno na ni mjuzi. Wa yaqulu tabaraka wa taala, na anasema Allah tabaraka wa taala, aya hii inazungumzia watu wanapokuwa sasa katika balaa, kama ni njaa, katika vita, hali ya hofu, shida, haiwezi ikabadilika shida hiyo ikaja kheri. Allah anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, kwa hakika Allah hatoyabadilisha yaliyowasibu watu katika mambo ya matatizo, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wayabadilishe. Katika aya kuna tashihi hapo, usema anfusihi, andika anfusihim, ongeza mim, him, kuna khata hapo. Aya 11 ya sura ar-Ra'd. Kwa hiyo kwa hakika Allah hatobadilisha yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilike, wabadilishe yaliyomo katika nyoyo zao. Walihadha wa ghairihi, haya ni maneno ambayo yalikuwa ni sababu ya kuandikwa mudhakkira huu. Kwa hiyo pia nitayasoma kwa faida pia. Na kwa sababu hii na sababu nyingineyo, na tukimaliza hapa nadhani itakuwa wakati wa swala utakuwa umefika. Ra'a ash-shababu as-salafiyun, wakaona vijana wa kisalafi wenye kujinasibisha na salaf, ad-darisuna fil jami'ati al-islamiyyati bil madinati an-nabawiyya, wenye kusoma, yani baadhi yao, si wote, baadhi ya vijana wenye kusoma katika jamii islamia Madina, an yuqimu dawratan ilmiyatan
منهجية في مدينة دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة. kuweka kusimamisha semina ya kielimu ya kimanhaj katika mji wa Dar es Salaam, mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tawiyatan li a'immati almasajid, kwa ajili ya kuwafahamisha maimamu wa misikitini, wadua na walinganizi, watathqifan lahum, kadhalika kuwapa thaqafa wao, watashihan limasarihim, na kusahihisha mwenendo wao na njia zao, wa manahijihim, na mfumo wao au mifumo yao, allati asbahat alyawma, mifumo ambayo hii leo imekuwa khalitatan bilqadhurat, ni yenye kuchanganywa na uchafu. Maduati wengi ambao wanalingania katika sunna, mielekeo yao imevurugwa, tutaeleza sababu hizo. Imechafuka, imechanganywa na uchafu. Kwa hiyo tunaona kwamba hii itakuwa kama vile ni brainwash kwa wao, yani ni kusafisha zile fikra na akili zao na kuzieleza katika kuelekeza katika njia ile sawa sawa, na kuambia hiyo njia tunayopita sio njia, ni hii njia, ni hii. Tayeb, kisha tasema wazubalati alfalsafat, kadhalika na uchafu na takataka za kifalsafa, wadhālika kulluhu natijatun au natijatan libu'dihim an manhaj as-salaf as-salih, au wadhālika kulluhu natijatun libu'dihim an manhaj as-salaf as-salih. Nayo kwa yote hayo ni kwa sababu ya kwamba ni natija ya kwamba wao kuwa mbali kwao na manhaji ya salaf as-salih, mfumo wa wema waliotangulia. Fakulliftu biwadhi hadhihi almudhakkira, nikakalifishwa mimi kuweka mudhakkira huu. Arju an takuna insha Allah nafi'atan, ninatarajia kuwa mudhakkira huu ni wenye kuleta manufaa, mutammimatan limaramiha, na hali ya kuwa ni wenye kukamilisha malengo yake. Fama kana liya illa talbiyata raghbatihim, haikuwa kwangu mimi isipokuwa kuitikia matashi yao, taawunan ma'ahum ala alkhair, kwa ajili ya kusaidiana nao wenzangu katika khairi, kama huwa ma'murun bihi shar'a, kama ilivyoamrishwa katika sheria. Qala Allah ta'ala, wa taawanu ala albirri wattaqwa wa la taawanu ala alithmi wal'udwan, saidianeni katika wema na taqwa na uchamungu, na wala msisaidiane juu ya madhambi na uadui. Fawada'tu hadhihi almudhakkira ilman bi anni lastu ahlan lidhalik, nikaweka mudhakkira huu na huku hali ya kuwa nikijua kwamba mimi sistahiki hilo, yani sina uwezo huo. Walakin min babi idha faqada almaa tayammama at-turab, lakini katika mlango kwamba atakapokosa maji mtu atatayammamu kwa mchanga. لأن معظم المسائل التي جمعتها في هذه المذكرة, na kwa sababu pia kwamba masala mengi ambayo nimeyaweka katika mudhakkira huu, takallama anha alulama alkibar, wameyazungumzia masala haya wanawachuoni wakubwa, wabayanuha ghayat albayan, wakawa wameyabainisha mwisho wa kubainisha. Fama lana illa jam'u shitatiha wa lammi mutafarriqiha, ikawa hakuna kwetu sisi zaidi ya kukusanya yaliyokuwa yametawanyika na kuyaunganisha yaliyotawanyika. وقد يقع فيها شيء من الملاحظات, na huenda yakapatikana kitu katika mulahadha, mtu akaona kwamba akati ya dosari, imma fi tartibi almasail, imma katika kuyapangilia masala yaliyomo ndani. Aona kwamba kwa nini asingetanguliza hili kisha likaja hili, au maneno kwa nini asingetanguliza hili alafu likaja hili, au tathbiti almalumat, au katika kuyathibitisha maalumati vile vile, au al-lakni wal-ujma, au ukapatikana uajemi katika maneno, ikawa maneno hayako katika lugha ya Kiarabu fasaha, ndio maana ya lakan. Lakan maana yake ni ujma, yani uajemi. Maana yake sisi tunaathiriwa kwenye Viarabu katika lugha zetu za Kiarabu na ule na kutokuwa Waarabu lughatan lisanan, Waarabu wa kilugha. فالرجاء من القارئ المطلع على شيء من ذلك, sawa sawa pia ingekuwa المطلع على شيء من ذلك, ingekuwa pengine afsah zaidi. Kwa tunataraji kwa mwenye kusoma, mwenye kuliona hilo, mwenye kulitokezea hilo, al-ifada, kutufahamisha kwamba mimi naona baada ya kusema li sema ala,
badala kusema min andika bi, weka ba. Kwa nini usiweke dhamiri ya ta'anis? Aliona kama kuna kasoro hiyo, tunaomba kwamba atupe faida. Wala yakunu kadhubab, wala asiwe kama vile nzi, yatatabba'u ma ta'affana min at-ta'am, akawa anafuatilia vyakula vilivyooza, tafuta zile sehemu zinazonuka ndo anazokwenda. Bali tunasema wayada ghadhan tariyan, akaacha chakula kilichokuwa safi, kilichokuwa kipya kabisa. Waliya fiha a'dharun, na katika hayo yote ambayo yametokea na nyudhuru nyingi. Walaysa huna waqtu dhikriha, na hapa sio wakati wa kutaja nyudhuru hizo. Wal kamalu lillahi alwahid alqahhar, na ukamilifu ni kwa Allah aliyekuwa mmoja mwenye kuwateza nguvu waja. Kwa hiyo hadha albahth yanqasimu ila qismayn, bahthi hii au mudhakkira huu unagawanyika katika sehemu mbili. Alqismu alawwal taqriru manhaj as-salafi, kismu ya kwanza itakuwa inazungumzia kuthibitisha madhhabi ya salaf. Ni yapi madhhabi ya salaf? والقسم الثاني الكلام على بعض الجماعات الإسلامية وقادتهم باختصار. sehemu ya pili ni maneno tutazungumzia kuhusiana na baadhi ya makundi ya Kiislamu na viongozi wao kwa ufupi. انطلاقا لقول رب العزة حيث يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. kwa kufuata na kuenda na kauli yake Rabbul Izza tabaraka wa taala aliposema, kumbuka alipochukua ahadi Allah kwa wale ambao wamepewa kitabu kwamba mtakibainisha kwa watu na wala hamtoficha. Kwa hiyo tutakana wabainishe. Sasa mimi ninachotaka kusema kwamba kutokana na wakati, nadhani wakati wa dhuhuri umekaribia, si ndio? Wakati wa dhuhuri itakuwa umekaribia au umefika. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utangulizi. Sasa nilikuwa nataka kumalizia kwa kusema kwamba ilikuwa kitu kinachotaka kufanyika ambacho ni kitu kilicho bora zaidi ni marekebisho. Marekebisho ya nini? Ya mwenendo. Walillahi alhamdu, kwa kiasi kikubwa sunna imelinganiwa. Hii bid'a, mambo mengi watu wakayaacha. Hii bid'a, hii shirki watu wakayaacha. Hii sunna na hii ni sunna na hii ni sunna, na mwenendo ndio huu. Walillahi alhamdu, katika sehemu kubwa katika Afrika Mashariki walitutangulia sisi katika masuala ya elimu na da'wa wamefanya kazi hii, au sio jamani? Ndio, bila shaka ndio, hakuna mtu anaweza kupinga swala hili. Wako walitangulia kama vile ambavyo walitangulia humu wetu wazee wetu, mababu zetu, wakaeneza dini, lakini walikuwa na mapungufu mengi. Ikawa misikiti kulikuja na tansiri ilikuja humu, walikuja watu wa mishonari kwa ajili ya kutaka kuwatia watu kwenye Ukristo, lakini wazee wale na mashehe wale walisimama dhidi ya jambo hilo. Wengine mpaka wakakataa kuwaingiza watoto wa mashule kwa sababu ya kuogopea tansiri. Wakaihami dini, adhana zikawepo, swala misikitini zikawepo, misikiti ikawepo, yakawa mambo mengi ya dini yapo, lakini kukawa na mapungufu mengi, si ndio? Mapungufu mengi. Kuna mambo ambayo si katika dini yalikuwepo, wao walikuwa wakiyafanya na wakihesabu dini, na mambo mengi ambayo ni katika dini wao walikuwa wakiyawacha. Ina maana walikuwa wamekosea, lakini juhudi walifanya. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba hakuna juhudi yoyote. Juhudi iko, waliifanya, lakini makosa nayo vile vile yalikuwepo, na inategemea kwa nini walikosea. Inawezekana kwa sababu ya uchache wa elimu, na hili ndio kubwa zaidi, uchache wa taaluma. Wengi wao walikuwa elimu yao ni dhaifu, hawafahamu, lakini walijaribu kupeleka mambo ya kidini, ule Uislamu ukalindwa, yakabaki majina ya Kiislamu. Tofauti na nchi nyingine, Ukristo ulipoingia ukabadili ukawa ni Ukristo kamili. Na sio katika nchi hii ya Tanzania, baadhi ya miji na makabila yamevamiwa na hali hiyo. Makabila mengi yakaritadi. Tutasikia Muhammad John, Saidi, sijui Alphonse, sikufanyaje nani, yani majina ya Kikristo na Uislamu. Familia moja utakuta Wakristo na Uislamu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hawakusimama wale watu ambao walikuwa wamewahami. Lakini baadhi ya maeneo mashaallah, baadhi ya mashaikh walilinda jambo hilo, kheri kapatikana.
Sasa walipokuja waliokwenda kusoma nje ya nchi hii wakarudi na taaluma, bila shaka ni mmoja umetumia njia nzuri au mbaya, lakini wakasaidia kwa kiasi kikubwa katika kuyafahamisha yale mambo ambayo walikuwa wao hawayafahamu. Hili pia haliwezi kupingwa na yoyote aliyekuwa na akili timamu. Liko wazi. Na kwa sababu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kuna kauli anayesema kwenye kitabu Fatawa al-Ulama al-Kibar al-Akabir, anasema sababu kuu ambayo imewakumba Waislamu katika zama za sasa kuwa katika hali hii ni kwamba Uislamu tuliokuwa nao sio ule alikuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule waliokuwa nao kina Abu Bakar. Sisi tuna baadhi, alafu mengine yameongezwa katikati na mengine kupunguzwa mengi. Sasa haya yatakana yapanguliwe, yatolewe yote mpaka ubaki Uislamu hali ya kuwa msafa, uko safi kabisa kama vile ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio utakaotutengeneza sisi, huo ndio utakaotuletea sisi maslahi, huo ndio utakaofanya sisi tuwe juu. Sasa kwa sisi kwa humu mwetu vile vile baadhi yao sisi tulipokuja katika mji huu na wengineo katika ndugu zetu, tukaangalia tukaona kweli watu wanalingania kwenye sunna, lakini dawa ya sunna vile vile imechafuka. Mimi nasema wazi, dawa ya sunna hapa Tanzania, nikisema hapa Tanzania duniani pia, lakini nazungumzia hapa Tanzania ilivyo, dawa ya sunna haiko clear kabisa kwamba ni sunna safi. Bado kuna vitu ambavyo si katika sunna tuko navyo, na vitu vingi katika sunna tumeviacha. Mtakubaliana na mimi katika hilo? Mweza mkakubali na mweza msikubali. Kinachotakikana kwangu mimi ni kuthibitisha kwa hata za kielimu kwamba ndio hivi na hivi na hivi na hivi. Yule ambaye atakuwa hoja zimemsimamia alafu akaona akataa shauri yake, itakuwa mimi sina wajibu tena. Kwa hiyo atakuwa huru wa kusema anachokitaka, lakini Allah tabaraka wa taala yuhasib, sanaktubu ma qalu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hilo liko, na ndio maana utakuta mtu wa sunna, mtu anasema mimi ni mtu wa sunna, ni katika ahli sunna wal jamaa, au mimi ni ansaru sunna kama ilivyokuwa maarufu katika miji yetu, lakini pingine akawa na itikadi za kikhawarij. Na mimi najua kwamba wengi tumesoma tunafahamu, lakini wengi hawajui hakika ya makhawarij ni kina nani, na maana makhawarij ndio nini. Kwani makhawarij ndio nini? Au utamkuta mtu ni dai wa sunna, au ni mtu amesimama na amesoma katika vyuo vya sunna, lakini ana itikadi ya murji'a, ana irja. Kuna watu ambao wana itikadi za kisufi ndani ya safu ya sunna, kuna watu wana itikadi za kishia ndani ya safu ya sunna, kwa kupitia baadhi ya makundi ambayo wao wanayadhani kwamba makundi hayo ni sehemu katika sunna, wakafata fikra za ikhwan muslimin mfano. Na ndani ya fikra za ikhwan muslimin kuna irja, na ndani ya fikra za au jamaa ya ikhwan muslimin kama tutakavyoona kuna khuruj, fikra za kikhawarij. Ndani ya jamaa at-tabligh wengine utakuta mtu wa sunna lakini ipo pamoja na jamaa at-tabligh, na pengine wengine watashangaa, kwani jamaa at-tabligh wana nini? Lakini mtu wa sunna haelewi. Na ndio maana utakuta mambo mengi yamejitokeza kwa watu bila wao kujitambua, kiasi ambacho sasa watu wa sunna wameguka mmoja mmoja waingia kwenye makundi. Yani taakhudhuhu mawjatul fitani yumnatan wa yusra, kama tunavyosema mawimbi ya fitna yanayobeba watu yanayochukua, mara yule kanyofolewa kaingia jamaa tablighi, mara yule kawa khawarij, wakija Qur'ani yuna yoyomo, wakija hizbu tahariri, mtu wa sunna utakuta yuko mbele. Ukiangalia utakuta hukosi katika watu wa sunna. Sasa sunna ya vipi? Mbona sunna ndio inapambana na hawa? Ndio maana tukasema wengi, asilimia zaidi ya 99 hapa Tanzania kwetu, dawa ya sunna imekuwa ni mulawatha, imeingiliwa na bakteria chafu kuchafua mielekeo ya watu wa sunna. Sasa tulipoanza kulitanabaisha hili, au kabla tujaanza kulitanabaisha hili, baadhi ya watu ambao wana majina katika kutangaza dawa ya sunna kwa maslahi yao binafsi na mielekeo yao na kulinda ukubwa wao, wakaanza rasmi kuishambulia dawa hii, na wengine wakaitika, wakaungana watu wengine wakisaidiana kuipiga vita dawa ya salaf bila kutaka kujua kwani kuna kitu gani.
matokeo yake kwamba sasa wao wakawa wapambana na haki, wao washirikiana na batil kwenye kupambana na haki badala ya kushirikiana na haki kupambana na batil. Sasa imekuwa dawa hii yapigwa vita na wanaharakati wa kihizbi, yani mahizbi ambao ni wengine ni masufi, wengine ni mashia, wengine ni kadha, wengine ni hizbu tahriri, kadhalika na masufi kwa ujumla wote na wale kujinasibisha na sunna wote waungana kitu kimoja, wanaipiga vita dawa ya salafu salih. Lakini lau wangekaa na wakatafakari wakasikiliza yale yaliyosemwa kama mnavyokaa nyinyi kusikiliza, mimi na hakika sasa yule anayetaka haki akikaa akisikiliza atafahamu kitu gani kinachoendelea. Na sisi tulazimishi. Sasa kitu kingine tukawaambia, nyinyi mnaopinga msipinge, msiseme tu peke yenu. Tunaomba kitu kimoja, mjadala. Mjadala basi wa kielimu. Uwekwe mjadala wa kielimu, uwekwe tafiti za kielimu. Tujadili mambo haya. Jambo fulani halifai, si katika sunna. Watu wa sunna wamelifanya, liondolewe. Hatukubali jambo hili limo kwa ushahidi kadha 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 kadha. Na sisi tunasema halimo kwa dalili hizi kadha 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 kadha. Hii si manhaji sahihi, sio njia sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hii ni manhaji ya makhawariji. Wasema hapana, hujaelewa, ukhawariji ni kadha 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 na njia ya sunna ni kadha kadha, na hii ndio tunayopita. Si ndio mambo yanavyokwenda? Sasa kutuhumiana kufuata nini? Kubughudhiana kwa vipi? Sasa katika kufunga mlango huo vile vile kwa hapa tutasema, kwa sababu maneno haya nitayasema mahali popote nitakapofika. Yoyote atakayeona tutakayozungumza hapa ni maneno ya batil, ni maneno ya dhulma, atakuwa amefanya dhulma akinyamaza kimya. Sisi tunasema njia iliyo sawa sawa, tuje tuyajadili kielimu. Dini si mtu na baba yake na babu yake. Si dini kwamba dini hii ya familia yenu. Ni dini ya nani? Dini ya Allah tabaraka wa taala, na sote tutakaridhike Allah. Dini ibaki kuwa safi. Sasa mtu anachochea au anatangaza batili, kwa nini kumwacha? Kwenda sema watu wakusanye nguvu zao, waitane, wakae, wayajadili mambo kielimu. Ama kusema kwamba kafanya juhudi nyingi, watu wametoa juhudi nyingi katika dini, kwa hiyo sasa mkija tena mkiwasema. Hata mababu zetu pia walitoa juhudi nyingi katika dini, lakini hilo halikusaidia kitu. Haki ilipokuja, waliokataa haki wakabaki katika udhaifu, waliokubali wakapata izza. Sasa tukisema kwamba kila aliyekuwa amesimama katika haki anyamaziwe kimya, au alisimama katika kupigania dini anyamaziwe kimya hata akifanya batil, msijaona kwamba huo ni Uislamu. Huo utakaokuja hapo sasa utakuwa ni ufisadi katika dini. Ndio nilikuwa hili nataka kulitanabaisha kwamba dawa hii tunayokwenda nayo tuna hakika itasahihisha misimamo ya watu wengi na mielekeo yao, na kuwatoa na kuwafungua minyororo ambao wamefungwa nje ya dawa ya sunna. Kwa hiyo wakaingia katika uhizbia, wakaingia katika fikra potofu za irja na fikra za kikhawarij, warudi na wasimame katika sunna. Mimbari zao, misikiti yao, durusi zao zilinganie katika hilo. Bila shaka wakipatikana masasi watu wenye kufanya hivyo, Tandaimba, Mtwara, Newala, Tanga, wapi, kila mahali, bila shaka dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio utakapata izza, na sio mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Kwa hiyo insha Allah turudi katika mada yetu. Ni kwamba tumemaliza utangulizi wetu, na mimi mpaka hapa nitakuwa nimefika mwisho wa maelezo yangu. Inshallah tukutana tena kama mtakapotangaziwa kwamba ni wakati gani tutarudi hapa au kitafanyika nini sasa hivi na baadaye, mpaka tutakaporudi tena katika uwanja huu inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.